Bana. Twende nalo mwanangu. Wananiita Super Salo, ukipenda unaniita Who Am I pale TikTok. Bwana mimi niko ndani ya Jicho la Pwani na niko naye Rajab Rashid. Bwana niite Rajab Rashid pale ndani ya TikTok, niite Rajab Rashid 90. Tupo ndani ya Jicho la Pwani. Nakwambia ukitafuta umbea, ukitaka kujua Pwani, ukitaka kujua Mombasani, hapa ndio nyumbani na hapa ndio maskani. Na leo mwanangu tuko na bonge la story, bonge la issue ambalo unajua tuko watu wengi, itakuwa issue pale katika mitandao mwanangu. Uko tayari? Uko tayari? Haya, bwana babu zetu walikuwa wanaita kungwi. Majenzi wanaita nani? Wanamuita mshangazi. Ndugu yangu, hao wazee wetu walikuwa na kungwi, si ndio? Ukungwi alikuwa mtu gani ukungwi? Kungwi ni mtu alikuwa anafunza mafunzo ya watoto wa kike wanaokwenda kwenye ndoa zao, au sio? Huyo ndio kungwi. Kati yake ni mama mmoja mwecheche kwenye shughuli zile za mtu anayekwenda kwa mume wake, au sio? Afu nauliza hawa wazazi wetu ama wazee wetu enzi hizo pia wao walikuwa wakiekwa? Walikuwa wakiekwa kwa kipindi chao kulingana kuwekwa. Yani tukianza kuzungumzia kuwekwa, unawekwa na mtu aina gani? Ndio. Mtu wa vipi? Sawa, uwezo wake uko vipi? Uwezo wake uko vipi? Hiyo ndo labda tunasema ni namna ya mtu amewekwa. Lakini walikuwa kiekwa? Walikuwa wanawekwa kwa sababu lakini kwa haiti mishangazi. Alikuwa waitu mishangazi. Wakaitwa mama kungwi ama kwa waitwaje? Walikuwa wanao majina yao ya utuzima. Jenzi ndo wameleta mambo ya ushangazi. Jenzi sasa tumekuja na neno mshangazi. Mumamazi. Mumamazi. Ili sasa ili upate cheti cha kuitwa mumamazi. Ama ili upate cheti cha kuitwa mshangazi. Ni hivi. Vigezo ni vipi? Kigezo cha kwanza, uwe na title deed. Kama unaijua title deed, ndo uitwe mshangazi. Yaani wewe unamiliki sehemu. Wewe unamiliki sehemu. Alafu basi sio hivyo. Kuongezea uwe na logbook. Ndo tukupe title ya mshangazi. Miguu minne. Mshangazi ni brand kubwa sana. Bana. Usichukulie rahisi bwana. Iwe una sehemu unaishi ni Marshall House ama Dream House. Sio unaishi bed sita bwana. Yaani ukiingia nyumba hivi unasema hii ni hoteli ama nyumba. Sasa basi ili ikae vizuri kabisa, mshangazi anaruhusika awe na vitu ambavyo wewe mwenyewe ukitolewa street paka kwa mshangazi unakuwa mtu wa maana. Caretaker anakuita daddy, sio anakuita bro. Yaani ukifika pale katika gate pale yule security ama caretaker anakuita daddy. Asikuite bro. Ukifika nyumba ambao kwa mumama unaitwa bro. Hapo sipo. Hapo kulingana hiyo sehemu ukifika kwa mshangazi kwanza caretaker anaanza kumuuliza mama, vipi huyu ni mhusika? Mama sasa ndio anamwambia huyu ndio dadi. Yani ndio mzee wa boma. Huyo ndio mshangazi. Kwa hivyo hawa vijana wengi ambao wanasema mimi niko kwa mshangazi, mimi nimewekwa, wamewekwa ama wanateseka? Hawa jamaa wanateseka kulingana aliyokuweka naye mtu wake anapambana manchi ya watu. Katari ubangiwa sana huko. Anapambania shilingi yake. Subiri mtu afanya kazi Mombasa County amuita mshangazi. Ati mtu aitwa mshangazi. Mshangazi wa vipi? Huyu amekula akanona. Ili tukupe title ya mshangazi tunataka uwe na vitu vitatu: logbook, title deed na Marshall House, yani nyumba ya karibu na ufuo wa bahari. Karibu yaani ukifungua balcony hivi unaona beach. Lakini wewe leo hii umeenda tu mtoto wa kike ankupata pale posta, amenawiri, amekula kwa kienyeji, amekula shawarma, amekula ice cream wale, amepiga vitu vya kunona, wamuita mshangazi. Kwa sababu kila siku ya Jumapili anakutumia 500 ukanue jaba. Huyo sio mshangazi. Huyo si mshangazi, huyo ni mshangaza. Huyo ni mshangazi. Ili kae vizuri kabisa. Mshangaza ni mtu ambaye anakutoa kwenye kirumu chako cha 2000 anakuleta kwenye 6000 ama 7. Huyo ni mshangazi. Huyo ni mshangazi huyo. Kwa hivyo nyumba ni penthouse, mansion. Lakini kama wewe mshangazi wako anaishi katika nyumba shilingi 10,000, 15,000, 8,000, 11,000, 12,000, huyo ni mshangazi. Huyo ni mshangazi. Ndugu yangu usiniambie kitu bana. Mimi nakwambia hapana. Mimi bora nimewekwa, saridhika, imeisha. Kwa sababu sitakujua. Huyo atasababisha
Kiateka asikuheshimu. Hapana. Ndugu yangu chonko kwa kitu unaweza kana ukati ya story, lakini ukiekwa nyali na mshangazi Kiateka ana mimi. Hapana. Akisikia wewe upiga na waombu bwana, kisambu sautoi, urudi rivers, ufinyi ala. Wewe nini bwana? Piga hakuna. Mimi bora umenitoa Junda. Naishi Fisheries. Nimeridhika. Huo ni mshangazi wangu. Bora kila mwisho wa mwezi unanipatia shilingi 500 yangu. Mpambanaji mwenzako mshangaza. Ana mshahara ambao mimi sina. Hakuna kitu kama hicho bana. Mishahara saa nyingine wanacheleweshwa bana. Hapo kaunti hapo mshahara anachelewa. Unasemaje ati mimi napata mshangaza? Yuko kaunti. Amenitoa Junda. Amenitoa Mishomoroni. Ile itakuwa na amani. Amenitoa Mishomoroni. Naishi Fisheries. Naka kwenye balcony. Niko vizuri. Huyo ni mpambanaji mwenzako. Fisheries hatusemi ati ni watu waliowekwa. Ni watu wanaopambana. Fisheries hakuna waliowekwa. Oye bana, usiniambie kitu. Mshangazi ni mshangazi. Ada ana 6,000, ana 9,000 bana, sikizeni. Eda waishi Kizingo, waishi Vipingo, waishi Nyali, wewe bana ni mshangazi. Eda waishi Fisheries, waishi sijui Vescon 2, waishi sijui Utange, wewe ni mshangazi. Mimi nimeridhika. Umenitoa Junda, umeleta Fisheries, wewe ni mshangazi wangu tosha. Wewe bana, tambua sisi sio wale. Sisi sio kama wale. Tambua ya kwamba ni kutoka kitaani kwenda duniani. Na leo tuko ndani ya jicho la Pwani. Washangazi hoye. Washangazi hoye. Na washangazaji pia hoye. Washangaza.